Alhamisi wiki hii mahakama ya viwanda ilitoa hukumu na kutaka wafanyikazi 86 wa baraza la jiji kurejeshwa kwenye ajira yao. Hii ni baada ya wao kutimuliwa mwaka uliopita mwezi Machi walipokuwa wanataka maslahi yao na mahitaji yao yazingatiwe. Sisi kama baraza tulishapitisha kwa mikutano warudishwe kazi. Hatua ambayo kufikia sasa imeleta malumbano na tofauti kuzuka kati ya meya wa jiji Godfrey Majiwa na katibu John Gakuo. Kwa sababu mtu mmoja alikataa kuyasikia haya yote. Hii ni kumaanisha yeye alikuwa na mipango yake. Kwa hiyo kwa ile mipango yake binafsi, kwa sababu sasa hako anafanyia baraza. Baraza ilishapitisha na mambo ya baraza inafanywa mikutanoni. Inatokana baada ya katibu huyo kupinga pingamizi ya kuwarejesha wafanyikazi hao katika utendakazi wao baada ya makubaliano yaliyopitishwa kwenye mkutano na maafisa wa baraza hilo ikiongozwa na meya. Yeye mwenyewe aliangalia pamoja na barua ya PS na akasema hao watu hawatarudi kazini. Wacha waende kotini wakitaka. Sasa si wameenda kotini na wameshinda kesi. Sasa yeye hawalipe pia. Lakini Ngo hakutilia maanani mapendekezo hayo na sasa yeye ndiye yuko matatani kulipa milioni 15 ya mshahara ya wafanyikazi ya mwaka moja. Alipe gharama ya koti yeye mwenyewe na halipe marupurupu ya wafanyikazi yeye mwenyewe. Maana sisi kama baraza hawakutufanyia kazi na hatuwezi tukachukua pesa ya raia kulipa watu ambao hawajafanya kazi kwa makosa ya mtu mmoja. Matumizi mabaya ya fedha na wafanyikazi kiasi imekuwa changamoto inayolenga baraza hilo. Kama ana utetezi ajitetee sasa. Jambo ambalo itawakuna vichwa kwa muda kuhusu tetezi hili la fedha. Wiki 2 zilizopita kundi la meya Majiwa na lile la katibu wa baraza hilo John Gakuo lilishambuliana baada ya kundi la meya kuwa na nia ya kumng'oa kwa nguvu ofisini mwake kwa tuhuma za kufisadiwa kwa shilingi milioni 100. Zipora Karani, KTN leo.